Taifa Star oye! Watanzania oye! Mheshimiwa Rais wa TFF, ndugu yangu Karia, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa TFF, Mheshimiwa Katibu wa Kamati Saidia Taifa Star, waheshimiwa wajumbe wa kamati yetu ambao wamefika hapa, wadau na timu kubwa ya uhamasishaji, lakini zaidi waandishi wa habari. Awali ya yote naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetukirimia upendo, amani, afya. Hatimaye tumeweza kuiona siku ya leo na kufanyika kwa siku ya baraka katika siku nyingi ambazo Mungu ametupatia. Naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo alilotutendea, na unafika wakati unakosa maneno ya kusema kwa wema, uaminifu wake na mapenzi yake kwa taifa letu na kwa amani yetu. Mheshimiwa Rais, TFF naomba niruhusu nianze kwa shukrani. Naomba niwashukuru sana wapenzi, wakereketwa, mashabiki na wadau wote wa michezo nchi nzima ambao walitenga muda wao, mali zao na wakatumia vipaji vyao na imani walizokuwa nazo katika dua na sala na kuhakikisha Taifa Star inaibuka kidedea. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais wa TFF, sisi wajumbe wa kamati ulitupa jukumu la kukusaidia, na kamati hiyo uliteua watu 14 na leo hapa tuko watu 7, lakini wengine wako kwenye majukumu mengine, na ulitupa kazi na jina linaloitwa Kamati ya Saidia Taifa Star ishinde. Na wakati tunatupa hiyo kazi, tulikuwa na changamoto kubwa mbili. Moja ni mechi yetu ya mwisho, lakini na pili inategemea pia hata ushindi na mechi ya taifa jingine kati ya Lesotho pamoja na ndugu zetu Cape Verde. Ni wakati mgumu sana ambao ulitupatia kiongozi wetu. Ilibidi tufanye kila linalowezekana na kuhakikisha kwamba hatukuangushi wewe mwenyewe uliyetuamini, lakini pia Watanzania waliokuwa na matumaini makubwa na michezo. Mheshimiwa Rais wa TFF, unafahamu ya kwamba kupoteza kwa mechi kati ya Taifa Star na Lesotho ulidemoralize morali ya Watanzania kupenda mpira na kufanya hata wale waliotoka South Africa na sehemu zingine kwenda kushangilia timu yao kupata tamaa. Kwa hiyo ulitupa kazi katika wakati mgumu, na mimi wakati unaniambia siku ile ofisini kwangu nilikuomba, nikasema nakuomba kwenye kamati hiyo unipe watu 3, lakini mmoja nikakuomba nimpate Manara, nikakuomba pia kwenye kamati hiyo nimpate Jelimuru. Hawa wawili kwa nini nawasema? Niliwataka kwa sababu nilitaka nifanye kazi ya kwanza ya kuirudisha Taifa Star kuwa ni timu ya Watanzania. Haikuwa kazi rahisi kwa sababu ya vilabu vinavyojulikana Tanzania vyenye nguvu ni Simba na Yanga, na hata historia ya watu wengi kuwapata kwenye uwanja ni pale ambapo unaposikia Simba wanacheza na Yanga au Simba inacheza na timu nyingine au Yanga na timu nyingine. Maana yake mashabiki wa timu hizo huhamasika zaidi na kwenda uwanjani. Lakini unapoongelea Taifa Star ilikuwa ni kama timu ambayo hapatikani mwenye nayo, na kupelekea kuwa na morali mdogo na hatimaye wachezaji wetu kujisikia kama hawana thamani katika taifa letu. Mheshimiwa Rais wa TFF, kazi yetu tulitafasiri katika majukumu makubwa matatu.
Jukumu la kwanza ilikuwa ni kuirudisha na kuikabidhi timu kwa Watanzania, kuifanya timu iwe ni timu mali ya Watanzania, ili Watanzania wamiliki timu yao. Kazi hiyo ilihitaji hekima ya Mungu, ilihitaji vipaji, ilihitaji Twiga Stars wanacheza katika uwanja wetu wa Taifa. Nina matumaini yangu watapigwa tu. Tarehe 14 tunaanza mashindano ya AFCON Under 17 ambao sisi ni hosti katika mkoa huu. Ninao matumaini watapigwa tu. Kwa hiyo yoyote ile ajaye, na nina uhakika ya kwamba itakapocheza timu ya Simba na timu yoyote nje ya Tanzania, au timu ya Yanga na timu yoyote nje ya Tanzania, uwanja pekee mnaoweza kuchagua wenye matokeo chanya, wenye ushindi ni uwanja wa Mkapa. Mkienda pale likao nacheza taifa letu Tanzania, aidha na klabu yoyote au na timu ya Taifa Stars, matumaini yangu ni kwamba tutashinda, kwa sababu tunaye mchezaji namba 12 ambaye ataongeza hamasa na kuleta matokeo chanya ambao ni ushindi tunaotegemea. Mheshimiwa Rais wa TFF, naomba sasa niruhusu niseme machache juu ya mashindano ya AFCON Under 17 yanayokwenda kufanyika katika mkoa. Na kwa miaka mingi fursa hii ilikuwa haijapatikana. Na tunaendelea kusema kwamba mkiwa na rais mwenye kumtanguliza Mungu, mwenye mapenzi mema na taifa lake, anayeamua kusacrifice mambo kwa ajili ya nchi yake, Mungu naye hufungua milango ya baraka. Na maana hata ndugu zangu wa Simba tumefuzu kuingia katika ile mashindano kwa sababu hizo ni baraka. Taifa Stars imefuzu kuingia AFCON kwa sababu ni baraka. Tarehe 14 mwezi huu wa 4 unaokuja, Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla tutapokea na tutaingia kwenye mashindano Under 17. Na timu yetu ya hawa vijana tunahitajika kuqualify mechi 2 tu. Mechi 2. Tukishinda mechi 2 tunaingia kwenye World Cup. Tukishinda mechi 2 Tanzania inaingia kwenye rekodi ya World Cup. Tafsiri yake nini? Ndio wakati umefika wa kufunga mikanda. Ni wakati ambao kila Mtanzania ajue sasa tumepata fursa ya kipekee. Si tu ya Tanzania kuingia kwenye mashindano ya AFCON, si tu ya Tanzania kuingia kwenye mashindano ya vilabu ndani ya Afrika, bali ya Tanzania kupeperusha bendera katika mashindano duniani na dunia yote ikaona. Na kwa sababu hiyo yako mambo mengi ambayo tutakwenda kuyafanya. Mojawapo ni wataarifu ya kwamba tutakuwa na wageni watakaokuja katika mashindano ya AFCON Under 17 kutoka nchi zote za Afrika. Na viongozi wote wa michezo Afrika wa ngazi zote za juu wataingia Dar es Salaam kuanzia tarehe 5. Ugeni wao una faida kubwa sana. Moja, hoteli zinakwenda kupata soko, daladala zinakwenda kupata soko, migahawa inakwenda kupata soko, na sio tu hivyo, hata nyinyi waandishi wa habari mnakwenda kupata content katika safari za hapa na pale katika kutumikia taifa letu. La pili, ujio wao na mashindano haya kufanyika ndani ya mkoa wetu na nchi yetu kwa jumla, dunia nzima inatazama, kwa sababu timu yetu Under 17 ikiqualify mechi 2 wanaingia World Cup. Na wakiingia World Cup maana yake nini? Ya kwamba dunia nzima itaanza kuangalia vijana wanaocheza mpira. Sasa hivi trend imehama kutoka nchi za Ulaya, wanahamia kuja Afrika kuwatazama wachezaji wakubwa wazuri. Na mkifuatilia hata mashindano ya World Cup na mashindano mengine ya vilabu vyote vikubwa duniani, wanaongoza pia kwa kufanya vizuri wengi na wachezaji wa Afrika. Kwa hiyo sasa hata wao wamejua, watu wa FIFA na federation zingine zote, kwamba kumbe Afrika kuna watu potential, na wanakuja na watakuwepo Dar es Salaam hapa kuhakikisha kwamba wanatafuta vijana wazuri na mwishowe kuwachukua kwa ajili ya kwenda kuwapeleka kwenye timu zao. Jamani ndugu zanguni, mpira ni pesa, mpira ni uchumi, mpira ni utalii, mpira ni amani, mpira ni umoja. Niwaombe tutumie fursa hii ya AFCON Under 17 iwe ni moja ya mikakati ya kuhakikisha kwamba tunautumia vizuri fursa hii na kuhakikisha tunaleta matokeo chanya katika swala hili la mpira. Mheshimiwa Rais wa TFF, nakumbuka pia jana katika hotuba yako wakati kwa Mheshimiwa Rais ulidokeza swala zima
la kuanzisha ligi ya vijana wenye umri wa miaka 13, 14, 15 mpaka 17, ukiwa na lengo la kuanza kuandaa wakina Samata wengine. Mheshimiwa Rais wa TFF, mimi nakuhakikishia kwenye mkoa wetu tutakupa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba hawa vijana tunawapata, na sisi tutakuwa kipaumbele kuona namna gani mambo yanakwenda vizuri. Leo kabla sijaja hapa nilikuwa na mkutano na RCC nikiwa na wakuu wa mikoa wote na baadhi ya wabunge na mamea. Tumejadiliana pia umuhimu wa kurejesha viwanja vyote vilivyopotea, vilivyotekwa au kutaifichwa au kuvamiwa, ili virudi viweze kuboreshwa na vifae kwa ajili ya michezo na kuwapata vijana wengi wanaoweza. Ushindi tuliopata wa Taifa Star unatupeleka Misri. Na jana nimesema kamati hii endelee, na kwa kauli ambazo zilitoka kwa viongozi wetu wakubwa, sisi tumepokea kwa mikono miwili, ni maelekezo, na hii kamati itakuwa na nguvu endapo Watanzania mtaendelea kutunga mkono, na wala hamumungi mkono Makonda, wala hamumungi mkono Faruku, wala Filimoni, wala Nasolo, mnaunga mkono mpira. Tufanye kama tulivyofanya, ya kwamba yale mambo mengine yote tunaweka pembeni, na furaha yetu hiyo ni ushindi, na wala asiwepo mtu wa kusema kwamba amefanikisha. Na ndio maana mimi nimesema heshima tuliopewa jana na viongozi wetu wa kitaifa ni heshima ambao wanastahili kuipata wasanii wote, watu wote mashuhuri, vyombo vyote vya habari, na kila mmoja aliyeweza kufanya kwa nafasi yake, kwa sababu kwa umoja wetu, Kisukuma tunasema collective responsibility, kwa uwajibikaji wa pamoja tumefanikiwa, na hatimaye tumekuwa taifa moja, wamoja, na ushindi ni wa Watanzania wote. Mheshimiwa Rais wa TFF, tunao mkakati ambao siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu akituwezesha, hawa ya makundi yote matatu niliyosema, vyombo vya habari wanaongoza vile vipindi vyote na wamiliki wao, watu wote mashuhuri waliotengeneza magrupu mbalimbali kuhakikisha kwamba Taifa Star inapata watu, tunashinda, lakini pia watu wengine waliohangaika, tutakutana siku ya Ijumaa na tutakuwa na party maalum itakufanyika hapa Serena, na idadi yao tunategemea sio chini ya watu 1000. Kwa hiyo ndio itakuwa sherehe ya kamati ikiwapongeza wadau wote waliofanya kazi na kutupatia ushindi wa Taifa Star, na ndani yake tunategemea kuwa na makampuni yasiyopungua 50, na kila kampuni litanunua meza moja kwa shilingi milioni 10, na meza hiyo itakuwa brand, tutaibrandi kwa kampuni yako. Ukifika pale ufili kampuni yako, na mpaka leo tumepata baadhi ya media nyingi zimekubali kurusha live ile tukio. Maana yake njoo, na tuna kamati ambao dada Teddy yuko ndugu yangu Patrick anayesimamia, wako wajumbe ambao tunataka kuhakikisha kwamba Ijumaa iwe ni usiku wa tofauti. Najua Jumapili iliyopita ulikuwa ni usiku wa tofauti kwa ndugu zetu katika maeneo kadha wa kadha, lakini tukasema na sisi tulikuwa kwenye hangover ya ushindi, Ijumaa itakuwa ni siku yetu ya tofauti. Kwa naomba nichukue fursa hii kuhakikishia Mheshimiwa Rais ya kwamba meza moja tutakayoiuza shilingi milioni 10 itanunuliwa na makampuni, na makampuni hayo hayanunui ile meza kwa ajili ya chakula. Chakula tunahangaika sisi wanakamati, lakini milioni 10 itakuwa ni deposit tunayoiweka kwenye account purpose kwa ajili ya kuhakikisha Taifa Star inashinda huko tunakokwenda. Ushindi wetu hatutaki uishie tu uwanja wa Taifa, tunataka twende kwenye mazingira ya kwao na tukawapige ugenini. Na kwa sababu hiyo pia Mheshimiwa Rais, nikutaarifu kamati yetu ambayo uliteua wewe, tumeshajipanga na leo tumepokea makampuni kadhaa ya ndege ambayo yamekubali kutushushia gharama ya usafiri wa ndege kwa tiketi kutoka hapa kwenda Misri na kurudi hapa. Kwa hiyo tutawatangazia siku ya Ijumaa makampuni gani yaliyokubali, na tungewaomba Watanzania na washabiki na wapenzi wa mpira tuanze kukata tiketi mapema. Tunataka Misri, kwa lugha nyingine, mashabiki au Mkapa, uwanja wa Mkapa uhamie Misri, ya kwamba kule wakaelewe ya kwamba Watanzania wameamua na wanaweza. Na nimefuatilia baadhi ya mazungumzo, nimekuja kugundua Misri kuna Watanzania wengi pia, na kuna vijana wengi wanaosoma kule. Kwa hiyo na sasa communications zinaendelea, hatuna haja ya kufikia kwenye hoteli, tutaenda kukodi apartment nyingi za kutosha. Nataka twende tukiwa wababe, kwa sababu sisi kupitia timu tulionayo na namna ambavyo vijana wetu wameonyesha, hatuna sababu ya kurudi nyuma. Sasa ni mwendo wa kuchukua kombe la AFCON, na uhakika Taifa Star inaweza kupeperusha bendera na Misri ikatambua Tanzania tunao watu.
Kwa hiyo tumia fursa hii kuambia mashabiki wote, wapenzi wote na makampuni yote ya kwamba mawasiliano yapo na mtaanza kupata simu kuanzia leo ya kuhakikisha kwamba siku ya Ijumaa tunafanya vizuri. Lakini sio tu hapo, tunaanza kujipanga na safari ya mwezi wa 6 kuelekea Misri, ya kwamba hata yule ambaye hana pesa ya mkupuo ana uwezo wa kuanza kulipa taratibu, na kamati yetu itacoordinate visa, kamati yetu itacoordinate kila kitu, na tunafanya mawasiliano kupitia Wizara ya Mambo ya Nje kwa Mheshimiwa Waziri Profesa Kabudi kuhakikisha kwamba balozi wetu wa Tanzania nchini Misri anatutafutia sehemu ambako tutakuwa na mtaa wetu pia utakaojulikana kama ni mtaa wa Taifa Star kwenye mashindano haya ya AFCON katika